Bibi, umesikia lakini? Ona ni lawama gani hizi? Za huyo mkwe wako hapo. Ya kwamba mimi siwezi kuwa baba, ni kweli? Mimi siwezi kabisa kuvumilia kutukana na watu kama wale. Siwezi kuvumilia hili. Na wewe, kama hawezi kuniamini basi niambie tu. Nitamsimamisha yule msichana mbele na athibitishe kwamba mimi naweza kuwa baba. Nilithibitisha kwamba yeye ni mwongo mbele za watu tena bila ya uoga. Na pia nikabadili sampuli za DNA. Unajua nini? Unanitukana mbele ya watu wote. Unajua nini? Na sitaki kuifunga ndoa tena. Tena uondoke hapa. Yaani leo nikiomba kitu chochote kutoka kwa Mungu, basi atanipatia. Ripoti iliyopo mkononi mwako sio ya kwangu. Ripoti ni ya uongo. Unawezaje kuongea kwa kujiamini kabisa ati mtoto sio wako? Kwa sababu tulikuwa na mahusiano na tulifunga ndoa hekaluni. Na ukumbusho ndoa ile ilikuwa ni mtoto wangu. Na kuthibitisha hilo, kaka yangu alisimamia vipimo vyote vya DNA. Ukweli ndio huo. Ila tukabadili sampuli za DNA. Na hilo likabadili majibu ya sampuli ya DNA. Kama bado hamniamini, kama mimi sio mwanaume ninaweza kufanya tena vipimo vya DNA. Yule. Unamwona yule? Huyu ndo atakuwa mama wa watoto wangu. Na kama bado hauniamini, subiri kidogo. Waambie, nifuate. Waambie ukweli. Waambie kama mimi ndo nahusika na huo ujauzito wako. Anapiga kelele mbele ya watu wote hawa kwamba mimi siwezi kuwa baba. Hebu thibitisha bana. Waambie. Akashi anasema sahihi. Yeye ndio baba wa mtoto wangu mtarajiwa. Umesikia sasa? Umesikia? Umeamini sasa Nakuuliza. Unapiga tu makelele mbele za watu kwamba siwezi kuwa baba? Ulikuwa unataka ushahidi? Umeshaupata. Sasa unataka ufungue mdomo wako kuanzia sasa. Nini? Ongea! Hii ndio anaifuta. Yaani bora mimi nibaki sijaolewa maisha yangu yote kuliko kuolewa na mwanaume kama wewe. Vyovyote vile. Ila mimi sio tasa, kumbuka hilo. Umenielewa? Mama, naomba tuondoke hapa. Nimefanya kosa kubwa sana mwanangu. Akashi alichokufanyia ni kitu kibaya sana. Sasa sindaruhusu tena uonewe. Mimi mwenyewe nitakuozesha kwa Akashi. Najua Akashi hanipendi mimi, wala hampendi mtoto wake. Yeye anajipenda mwenyewe tu. Naweza kusimama mwenyewe kumlea mwanangu. Simtaki Akashi. Simtaki tena katika maisha yangu. Narudi kijijini kwangu. Mimi na Akashi tulifunga ndoa hekaluni. Sijisikii kabisa hatia kwenye hilo. Nilikosea kila kitu kabla ya harusi. Lakini harusi ambayo Akashi hajaikubali. Kufunga harusi hiyo kwa kuwa tu wewe umesema hivyo. Siwezi kufanya hivyo bibi. Siwezi kuolewa na mtu aliyeniacha peke yangu. Harusi hiyo haiwezi kuwa na baraka bibi. Kuna siku yeye alinikataa. Na leo namkataa mimi. Mtunze vizuri, kwa sababu anaenda kujifungua mrithi wa familia yangu. Sawa. Sawa bibi. Mpendwa, nahisi kama kuna mahali nimeshawahi kukuona. Wewe si ndio yule binti aliyenisaidia kuvuka barabara leo asubuhi? Sawa. Unamfahamu vipi huyo binti? Yeye ni ndugu yako? Ni ndugu yangu. Na hapa Mumbai hakuna uhusiano uliothabiti zaidi ya ujirani. Yaani kumfanyia yote haya jirani yako? Una moyo mzuri sana mwanangu. Umeweza kuwa na Rachna katika kipindi chake kigumu. Mungu akubariki. Sawa, wacha niondoke. Sawa mpendwa, nenda.
Tafadhali naombeni mnisikilize. Labda kutoka kuna kutokuelewana tu. Lazima kuna mtu amepanga njama dhidi ya mwanangu tu. Naombeni mnisikilize. Mimi ndo mama yake, tafadhali. Leo umetufanya tuwe kituko mbele ya jamii nzima. Mimi sitokuacha kirahisi kabisa. Na tutaona sasa huyo mwanao Akash ataoaje. Mimi sitoweza kuruhusu aoe. Hebu nie, tuondokeni hapa. Jamani. Yule Abi amefika, twende tukamuone. Habari yako Abi? Shweta, hebu tuondoke. Sukriti. Bwana Jelat. Kuna tatizo kubwa sana limetokea. Kuna nini shangazi? Pragya, si nishakwambia usimlete hapa. Suresh, kiukweli Tumepata kile tulichokitaka. Umepata nini? Tuondokeni, twende hivi. Nakuuliza ati, umepata nini? Wewe, hizi ndo tabia nilizokufundisha mimi? Tumeijenga heshima kwa miaka mingi sana, na wewe umekuja kuiharibu ndani ya dakika moja. Sio kosa langu bibi, niamini. Nilikuwa na wao kwa sababu ya gari. Na mama pia nilishamwambia sikutaka kumwoa Sukriti, lakini hakunisikiliza. Umeona? Yaani huyu ndio mtoto uliyepatia familia yetu. Tumezaraulika sana. Hatuwezi kumtazama mtu yoyote usoni. Wewe usiwe na wasiwasi. Utaweza kuumwa. Sasa nifanye nini? Amefanya makosa makubwa sana. Amekosea sana. Bibi! Bibi, una nini bibi? Bibi nini kimekupata? Mpigie daktari. Mpigie daktari! Kitu gani kimetokea huko? Na mbona wote mko hapa? Na tumesikia unamtumia dada yako ili uweze kupata umaarufu. Ni kweli kwamba unamlazimisha dada yako aweze kuolewa na mdogo wake na Abi ambaye ni Akash? kitu gani unaongea? Sasa kwa nini mnaendelea kuja nyumbani kwa Abi? Je, mnafanya yote haya kwa sababu ya pesa? Na wewe ni mjamzito hata kabla ya kufunga ndoa? Vipimo vya vinasaba vinaonyesha kuwa ujauzito ulionao sio wa Akash kabisa. Unaweza kutuambia kuwa ni nani mhusika wa ujauzito? Hata kama ninyi ni waandishi wa habari, haimaanishi kwamba mnaweza mkadhalilisha watu ovyo. Ilibidi muulize habari zinazohusiana na watu. Nini kinaendelea? Ili kuongeza watu katika kituo chenu cha TRP, nyinyi mnaibua maswali ya kijinga kwa mtu asiyekuwa na hatia. Kama ninyi nyote mnataka kujua ukweli, basi leo nitawaambia ukweli. Kitu ambacho Akash amemfanyia Rachna si cha kiungwana. Hakina tofauti na usaliti. Kwanza alianza kumlaghai kwa kujifanya na mapenzi, kisha kamlaghai kwa kumuoa. Lakini nyote hamwezi kuyaona maumivu ya Rachna, wala hamtaki kusikiliza kitu gani ambacho anataka kusema. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio dada wa superstar, si ndivyo? Kwa sababu tu yeye ni msichana wa daraja la kati. Lakini bahati mbaya, awe masikini ama awe tajiri, ukweli wake hautaweza kubadilika. Na ukweli huo Akash Mehera mwenyewe ameukiri mbele ya watu wote huko ndani. Na kwa sababu ya hili ndoa yake imevunjika. Kwa sababu binti aliyetoka katika familia yenye maadili hawezi kuolewa na mtu kama yeye. Huo ni ukweli na nimewaambia nyote mujue. Lakini wote ninyi hamtaki kujua ukweli. Nyote mmependa sana kuwapa kichwa watu kama Abi. Na pia hamjui ni mtu gani wa kumchukulia kama mfano, wala hamjui mtu gani wa kumtukuza. Baada ya kujua ukweli kutoka kwa Suresh, baada ya kuwa upande wake muweze kuunga mkono ukweli, mnataka kuuficha. Wameyabadilisha majibu na hata wakatoa majibu ya uongo. Familia yao imekuja katika nyumba yetu na wakatudhalilisha mbele ya watu wote. Wakathubutu kuutia doa utu na heshima yetu, lakini wao wala hamwaulizi maswali yoyote. Ninyi mnatulia tu nyumbani kwenu mkichekelea. Mnachekelea mambo ya uongo. Na ndio maana siku zote makosa hayaachi kufanyika. Na pindi Suresh alipoamua kunyanyua sauti yake kulipinga hili, kitu gani amekipata? Alitimuliwa ndani ya nyumba, kaambiwa ondoke na akapigwa vibaya sana. Wakamfungia sishiriki katika matamasha ya chuo na wakamtimua. Kama hiyo haitoshi, watu kama hao mtawahitaji masuperstar au mfano wa kuigwa. Fikra zenu ziko nje ya uwezo wangu. Umaarufu wa Abi umewafanya watu wote mwe vipofu. Pindi mtakapogundua mambo yaliyo nyuma ya umaarufu wa huyo Abi wenu, ndipo mtakapojua kuwa nyimbo zake anazoimba hazina maana yoyote.
anaimba nyimbo za mapenzi lakini matendo yake ni sawa na sifuri. Kama angekuwa anajali sana kuhusu mapenzi, basi angefahamu mapenzi ni kitu gani na angeacha kuficha makosa ya kaka yake. Angeelewa maumivu ya Rachna na angemuunga mkono Rachna. Lakini alifanya kitu gani? Alijaribu kuficha ukweli kwa watu wote. Mpaka hapa tulipo tumekwisha yasikia sana mambo kama hayo, lakini tunahisi kwamba eti hayawezi kutupata. Lakini mimi siwezi kuishi katika sitofahamu hii. Inaweza kumtokea yeyote yule. Inaweza kumtokea dada yako, binti yako, ama mtu yeyote yule. Wengi huishia kujiua ama kutoa ujauzito. Lakini namsifu sana Rachna kwamba hakufanya kitu kama hicho. Yeye alipigania haki yake. Watu wengi huhisi kwamba wasichana ni watu dhaifu. Tunajua kwamba jamii isiyoona, isiyosikia na ya kijinga ndio itatuita wajinga au kutupa majina kadri watakavyo. Lakini haimaanishi kwamba mtu anaweza kuja kutudhalilisha na sisi tukae kimya tu. Hatuwezi kukaa kimya. Sisi ni watu wa daraja la kati, hatuhitaji maarufu hata kidogo. Tunatuza heshima yetu pamoja na hadhi zetu pia. Na kama mtu akija na kujaribu kuichafua heshima yetu, kama tutaweza kukaa kimya kwa hilo. Sisi hatukuja hapa kumdhalilisha yeyote. Tumekuja hapa kwa nia moja ya kumwoneka Akashi mbele ya jamii. Hatimaye watu wote wameujua ukweli kuhusu Rachna. Tumekuja hapa kwa ajili ya kupigania haki yetu. Tunashukuru Mungu tumeipata. Na si kitu kingine chochote. Wow, huyo na dadangu. Yaani sikujua kama dadangu anaweza kuongea hivi. Najivunia sana kwa Madvi, kwani si nilikuwa nikikwambia ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa? Pragya atarekebisha kila kitu. Ndiyo dada. Hii yote ni kwa sababu ya Pragya. Ni kwa sababu ya ujasiri wake tumeweza kurudisha heshima yetu yote iliyopotea. Sasa nione mtu yoyote anamwongelea vibaya, nitahakikisha nakata ulimi wao. Tuondoke Rachu. Wewe ni mpumbavu kabisa wewe. Kwa sababu ya kosa lako moja la kijinga, mpango wangu wote umeharibika. Anajionaje sasa? Hata hivyo nisingeweza kumuoa msichana kama yule. Pumbavu wewe, sahau kuhusu harusi, ila fikiria jinsi gani utamkabili. Ukumbuki jinsi alivyompiga Sureshi siku ile, au umesahau? Alivyoyaona ile majibu ya uongo, nakumbuka jinsi alivyompiga Sureshi sana. Sasa sijui ni kitu gani atafanya kwako. Kwa miaka mingi sana natamani yule bibi Kizee afe, lakini mimi sitaki afe kama hivi, kwa sababu haitakuwa vizuri. Kama huyu bibi atatokea kufa kwa sababu ya haya mambo aliyofanya, basi Abi atatufukuza na wala hatutakuwa na pa kuishi, na sisi tutaishia kuombaomba tu mtaani kama watu maskini. Tunaelewana? Hebu niambie, utafanya nini? Utaenda kukaa kuombaomba barabarani? Hebu fikiria kuhusu hilo. Abi, Akashi atakuwa tu anatudanganya. Kaka yule msichana alikuwa tudanganyi kabisa. Akashi ndiye amempa yule msichana ujauzito. Na ili kutuficha ukweli, akaamua kutuonyesha majibu yote ya uongo. Lakini angalia, ni matukio gani yanatokea? Akashi ndio pekee anahusika katika hali hii mbaya ya bibi yetu. Akash! Ni kitu gani umefanya? Hivi una aibu kabisa, umemuumiza hadi bibi? Hii ndio tabia ambayo nimekufundisha? Ni kwa nini ulithubutu kubadilisha majibu yale vipimo? Kama kujifikiria wewe, basi angalau ungefikiria kuhusu heshima hii familia yetu. Sasa umefanya nini? Kaka. Kaka. Umefanya nini Akash? Kwa nini ulithubutu? Kwa nini ulithubutu Akash? Huyu apigwe, tena apigwe sana. Anatakiwa adhibiwe kweli kweli. Shangazi. Kaka! Mpige mwanangu, wewe mpige tu.
Alia, umefika saa ngapi? Kaka, ndio kwanza nimefika, lakini unafanya nini? Unataka umpige mpaka umuue? Alia, ujua alichokifanya. Tulia, niache. Kaka, acha. Najua vizuri sana alichokifanya. Kwa ajili ya yule msichana wa mtaani ndio unataka kumpiga kaka yako? Alia, Akash amempatia yule msichana ujauzito. Kwa hiyo ndio nini? Kesho atakuja mtu mwingine kutoka huko mtaani, atakwambia chochote kile. Utamwamini? Kwanza, huyu msichana mwenyewe ni nani? Amejaribu vipi kuingia katika nyumba yetu? Ulichotakiwa wewe kufanya ni kumpa pesa kidogo tu, na ungemaliza mchezo wote. Kwa nini unampa nafasi? Kwa nini unasema hivi? Vipi kama lingekutokea wewe? Dada yako sio mjinga. Kamwe siwezi kuruhusu msichana yoyote yule afikie kiwango hicho. Kadri siku zinavyoenda, sifahamu familia yoyote ile kuhusu mvulana, lakini siwezi kuchukua hatua hii kaka. Kwa hiyo Akash alikuwa ni girlfriend wa Akash. Ni kweli walienda kwenye sinagogi fulani wakafunga ndoa, lakini kuna ushahidi wowote? Hakuna kaka. Kwenye familia kuna aliyeona? Hakuna. Kaka bwana, hii ni karne ya 21. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huyu msichana bado ni mshamba kiasi hicho? Kaka, hili haliwezekani. Mimi ninachodhani hapa, alikuwa anafikiria kwamba Akash hataweza kumuacha, na huu ni mtego tu ameamua kuuweka. Akash aliweza kutudanganya sisi sote, Alia. Na sasa kitu pekee alichokiamua bibi ni kwamba Akash amuoe yule mwanamke. Oh, Mungu wangu. Bibi ashapitwa na wakati. Alia. Kaka, unajua hata mimi nampenda bibi. Kaka, hebu njoo hapa. Una mahusiano mengi sana, lakini unachotaka kuniambia kwamba kama msichana wako wa zamani atakuja na kusema kwamba Abi, mimi nina mimba yako, kwa hiyo tufunge ndoa, na wewe utamuoa? Hapana, si ndio? Kwa sababu wewe ni rockstar. Abi rockstar. Ndio maana unatakiwa uache kufikiria kama mzee. Tunatakiwa tu tumtulize bibi kama timu moja, kama tunavyofanyaga. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Ila kaka, nimechukia sana. Siwezi kuamini kuwa kwa sababu ya msichana asiyekuwa na maana eti umetaka kumpiga kaka yako. Watu wamefanya hivyo kwa makusudi. Wanataka tu kuharibu jina lako. Kwa sababu ya uongo wa Akash nimeweza kumpiga mwanamke mwingine, Alia. Usijali. Nitamalizana na kaka. Hata hivyo yeye ananipenda sana kama vile tu anavyonipenda bibi, na ananiamini pia. Kwa sababu ananipenda, basi itamlazimu tu anisikilize. Sitakubali nyumba hii iwe hekalu na tamaduni zinazoboa. Pole sana bibi, ila mambo yako ya kizamani hayatakuwa na madhara kwa kaka yangu. Mambo lazima yabadilike kwa sababu nimerudi. Mungu wangu, asante sana. Nina furaha sana. Siwezi kuelezea. Mwanangu, nilipoteza ujasiri wote. Lakini wewe haukupoteza ujasiri. Kwa sababu yako ukweli umejulikana. Sio kwa sababu yangu mama. Hii imetokea kwa ajili ya Pragya. Kama sio kwa msaada aliyeutoa yeye, basi haya yote na hakika yasingewezekana. Tumeshakosha treni ya leo. Tunatakiwa tukakate tiketi za kesho. Kaka, mimi naona ni vizuri kabisa tulivyoikosa hii treni. La sivyo, nisingeweza kutembea njiani nikiwa na amani. Lakini sasa hakuna atakayeninyoshea kidole. Na leo hakuna haja yoyote ya kukata tena tiketi. Nini? Kitu gani kimebaki? Kazi yenyewe tulikuwa nayo imeshaisha. Mama, hatutaweza kuondoka hapa mpaka tutakapohakikisha kaka ametulia. Rachu, unamaanisha kitu gani kwani? Kaka, yale yote ambayo ameyafanya Pragya, hata dada yako wa kweli, sidhani kama ningefanya. Unatakiwa uelewe hilo. Kwa hiyo sasa unatakiwa ufikirie kuhusu yeye tu. Fikiria kuhusu furaha yake na umuoe haraka sana. Tena kabla hatujaanza safari ya kuondoka hapa. Upo sawa, Rachna. Kiukweli anatujali sana.
Hata mimi pia natakiwa nimjali kama yeye, kama yeye anavyonijali mimi. Inatosha mama, inatosha. Kwanza umenipiga na bado unanikanda, unazidi kuniumiza. Hebu acha kuwa mjinga bwana. Kwanza unatakiwa unishukuru kabisa. Kwa nini ushukuru? Inabidi unishukuru kwa sababu kama nisingekupiga mbele ya Abi, basi yeye angekuja kujua kama mimi nimeshirikiana na wewe. Sasa hilo ndo lingekuwa tatizo kubwa sana kwangu. Namshukuru Mungu na machale sana, la sivyo ungenirudisha nyuma. Kwa sababu wewe unaweza ukanifanya nikafa maskini. Pami, na wewe badilika sasa, utembee njia sahihi. Katika maisha hakuna mtu aliyofanikiwa kupitia njia ya mtu mwingine. Mimi naenda kumuona shangazi sasa. Ni bora na wewe uongozane na mimi. Sawa, naondoka. Mwanangu, na bahati sana kwamba Ali aliingia kati, amekuja kukuokoa. La sivyo Abi asingeweza kukuacha hata mara moja. Mama tafadhali, acha kuniogopesha. Sasa nataka unisikilize. Naomba usitoke ndani ya kichumba ukaenda popote pale. Na wala usimsogelee Abi karibu, tumeelewana? Na kama unataka kwenda karibu yake, basi nenda pamoja na Alia. Nadhani tunatakiwa tukae upande mzuri sana na Alia. Kwa sababu Alia ndo mtu pekee ambaye Abi na yule bibi yake wanaweza fanya chochote kwa ajili yake. Hello? Nini? Mkuu, nadhani hujaangalia TV. Washa TV kisha utaelewa kitu gani ninachokwambia. Sawa mkuu? Na huyu ndiye msichana ambaye ameweka ukweli wote wa nyota wa Rocky Abi kwa kila mtu. Abi Mary ambaye watu wamekuwa wakimchukulia kama mfano bora wa kuigwa na wengine wakimwabudu kama Mungu. Na leo sura yake halisi imejulikana mbele ya kila mtu. Unaweza kufuatilia kinachoendelea hapa sasa. Nyote mnapenda kuwapa kichwa watu kama Abi. Na pia hamjui ni mtu gani wa kumfanya mfano wa kuigwa ama wa kumtukuza. Badala ya kuunga mkono ukweli, nataka kuuficha. Amebadilisha majibu na kutoa majibu ya uongo. Mtu kama huyu ndo mnamuita superstar ama mfano wa kuigwa? Siamini kama umaarufu wa Abi umewafanya mwe vipofu kabisa. Pindi yaliyo nyuma ya umaarufu wa Abi atakapokuja kujulikana, ndo nyote mtaelewa ya kwamba anachoimba na uhalisia wake ni vitu viwili tofauti. Huyu msichana ni nani huyo? Na ni ujinga gani anazungumza? Hello? Mkuu, mimi napiga simu kutoka kampuni ya Maximus. Tunaomba utuwie radhi, ila hatutaweza kuendelea kufanya kazi na wewe. Ali yuko sawa. Akash amefanya makosa na huyu msichana anazungumzia mimi vibaya. Ni wazi kuwa wote kwa pamoja wanakula njama juu yangu. Unaweza kuharibu jina langu na kazi yangu pia. Kama Akash amefanya makosa, basi na huyu msichana amefanya makosa vile vile. Anatumia jina la Akash ili aweze kuwa maarufu. Sisi ni watu wa daraja la kati, hatuhitaji umaarufu. Anataka umaarufu ni huyo Abi. Anaimba nyimbo za upendo wakati amejawa na chuki tu. Kama angekuwa anajali sana kuhusu mapenzi, basi angeelewa mapenzi na singeficha ukweli kuhusu kaka yake. Sitaweza kumwacha huyu binti. Na pia kwa Mungu, siwezi kumwacha. Asubuhi bibi. Za asubuhi mwanangu. Nimekuletea chai. Za asubuhi mpendwa. Umemwandalia chai Abi? Kaunywe bibi. Picha ya Pragya kwenye gazeti. Kwa nini umesimama hauvuki? Wote nikusaidie basi kuvuka. Unamfahamu vipi huyu binti? Na mahusiano gani? Ni jirani yangu. Na hapa Mumbai hakuna uhusiano muhimu kama wa majirani. Ni msichana mzuri sana. Ni mzuri. Ana nidhamu, anasaidia watu. Na anaongea vizuri pia. Mstaarabu. Natamani angekuwa hajaolewa. Pragya ni chaguo bora sana kwa Abi.
sasa nitakwambia mimi ni nani. Umeingia kwenye mapambano na mtu ambaye si saizi yako. Kuanzia sasa nina lengo moja tu maishani. Wewe. Nini kimetokea Pragya? Nilikuwa nataka tuongee kuhusu jambo fulani. Hata mimi mwenyewe pia nataka kuongea na wewe. Suresh, ni hivi. Sisi bado hatujasema chochote kile kwa sababu kulikuwa na mambo mengi yanaendelea hapa nyumbani, lakini wewe mwenyewe pia uliniambia kwamba tutawaambia wote kwa pamoja. Lakini sasa kwa vile matatizo yote yameshakwisha, inatubidi tuambie watu wote ya kwamba kila kitu kivunjwe, hatutakwenda kuona. Wala hata hakuna haja ya kusema hivyo kwa sababu mimi nataka nikuoe wewe. Nadhani Pragya atamudu sana Abi. Pragya, unajua mapenzi ni pale mtu anapokushika mkono wako na kuwa na wewe katika maisha yako yote. Na katika maisha yangu wewe ndo msichana pekee ambaye umenishika mkono. Wewe tu ndo umenifundisha kufanya kwa vitendo. Ukweli mkubwa katika maisha yangu ni kwamba sitaweza kulipata penzi la Bulbul, lakini siwezi kuendelea kuumia juu ya hilo Pragya. Ila kwa hakika nitakuwa na huzuni kama hutaweza kuniweka katika maisha yako. Niambie Pragya, utakubali kuolewa na mimi? Naelewa na jinsi gani umebakia njia panda, lakini nimefikiria sana kabla sijachukua uamuzi huu Pragya. Mimi nimeanza kufikiria kama wewe Pragya, kivitendo zaidi. Unataka kusema nini? Unanipenda? Siku zote ninavyoamka asubuhi huwa natabasamu usoni mwangu. Hiyo ni kwa sababu najua kuna mtu yuko pale. Kweli tena. Kuna mtu anayenijali. Na kama kuna chochote kibaya kitanipata, najua naweza kumwamini, na yeye ni msichana pekee atakayekuwa na mimi bila kujali nini kitanitokea. Pragya, penzi sio tu kupeana maua na kuangaliana usoni. Kuna njia nyingi sana za kuonyesha mapenzi. Kama tutakaa kufikiria kuhusu hizo njia, basi wacha tukae na tuanze kufikiria. Nakupenda. Nakupenda wewe kwa sababu daima umekuwa upande wangu wewe mwanangu. Unanijali, una hofu kuhusu mimi, na hicho ndio cha umuhimu zaidi. Na unanielewa pia. Na mambo yote haya hata mimi nina hisia kwako. Hivyo nakumbuka kuna kipindi ulisema kwamba penzi halimaanishi kukaa na kuangaliana tu. Ila penzi ni kusimama bega kwa bega na kuangalia uelekeo wenu wapi mnaenda. Wewe Pragya, wewe. Sisi pia tunaangalia uelekeo mmoja, si ndio? Najua ni vigumu sana kwako kufanya uamuzi huu tena, hasa wakati ikiwa nimesha kuumiza hapo mwanzoni. Sikwambii ukubali, ila vyovyote vile. Hapana. Chukua muda kadri unavyotaka. Maisha yangu yote nitakusubiria tu. Natumai utafikiria kuhusu jambo hili kutoka ndani ya moyo wako. Nataka ukubali. Suresh mwanangu, kuna watu wamekuja wanataka kukuona. Haya mama, nakuja, wewe nenda. Haya, fanya haraka.
Rachna, nenda. Ingia ndani. Shemeji tafadhali, hebu mwachie Rachna atoke nje. Angalieni. Sitasikiza kitu chochote kibaya kinachomhusu Rachna, sawa eh? Hakuna atakayesema chochote kuhusu Rachi. Na kama yote atasema, basi mimi mwenyewe nitautoa ulimi wake. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Sisi tumekukosea heshima sana na tumekuwa wakatili sana. Tumekuwa wakatili sana kwa Rachna. Kumbe lilikuwa kosa letu la kutokuelewa. Jana kwenye TV tuliona Pragya akiongea ukweli wote. Sisi wote tulikuwa tunafikiria vibaya kuhusu Rachna. Ila ni Pragya peke yake ambaye alikuunga mkono. Tunakubali kwamba tumekosea. Pragya alikuwa yuko sahihi na sisi ndio tulikuwa tunakosea. Ila sasa hatutakubali yule tajiri amfanyie kosa lolote Rachna. Kuanzia leo sote tunakuwa. Ndio, sisi wote tuko pamoja na nyinyi. Kaka Suresh, tunajua kwamba tunashutumu vibaya sana na pia tukawa tunalalamikia huku tukikutania vibaya. Yote Pragya aliyosema kuhusu wewe ni ya kweli kabisa. Tulikuwa na wewe peke yako ukiwa unalalamika. Wala tukutarajia kwamba ungetufanyia kitu kama hiki. Kwa kitu ambacho umetufanyia, yani kero ya umeme imeondoka kabisa. Kwa sababu BMC wanaogopa kwamba ungeenda kulalamikia. Malalamiko yako yametusaidia. Tunapata maji kwa wakati kwa sababu umesaidia mabomba yasafishwe. Mabomba haya sasa ni masafi kabisa. Kaka Suresh, tusamehe sana. Kwa kweli tunaomba utusamehe sana kaka Suresh. Ndio, tusamehe sana. Simu imepigwa kutoka chuo. Wao wameomba msamaha na wametuomba turudi chuoni. Ati nitakwenda kumwambia mama kwa Pragya, kwa nini una moyo mzuri? Nimeumiza hisia zako, lakini ni kipi ambacho hujafanya juu ya furaha yangu? Sasa ni muda wangu kukupa furaha. Kuna kitu nataka nikufanyie. Pragya, tafadhali nipe nafasi moja kurekebisha makosa yangu. Safari hii sitaumiza hisia zako. Ndio dada, kuna habari njema. Niambie. Si ulikuwa ulisema kwamba kama nikiacha kazi ni kuunganisha ukapate mafunzo yaliyobakia? Kwa hiyo habari njema ni kwamba umekubaliwa. Dada, kuna mtu anakupagawisha? Namba basi usifanye kitu kama hicho. Nadhani kitu gani ambacho kitamkuta Suresh? Wacha kupepeta sana mdomo wako mtoto. Na tena, habari njema nyingine ni kwamba Suresh pamoja na mimi tumepata kazi tena. Watu wa chuo wamempigia simu Suresh wao wenyewe na kumuita. Wakamwomba msamaha na kwamba wampatie kazi tena. Wow, dada jamani, hongera na furaha kwa ajili yako. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Ina maana wewe na shemeji mtakuwa mnaenda safari kila siku. We Bulbul. Kwa heri. Bye. Yes. Aya, chukua chakula chako. Vizuri sana kwa maneno yako dada, kwa sababu utakosa safari ndefu wala fupi na shemeji yangu Suresh. Mjomba, unajua ni dadangu amesharudishwa kazi yake. Basi leo nitakuwa kafanya sherehe. Ila sio la kuongea. Sherehe itafanyika. Gharama zote nitalipia mimi. Yaani mimi sielewi. Kwa nini chakula kinashikwa sana, mbona hata sikielewi? Naomba mjomba, nitafungua. Mimi si mtaalamu kama unavyojua. Huwezi kufanya hata kazi moja vizuri, alafu unajiita mtaalamu, lakini lazima nikubali unajiamini sana. Unajua nini bosi? Nafanya kazi zangu mwenyewe. Na hata hivyo, na wala sitaki kazi zangu zote binafsi aje afanye mtu mwingine. Yaani wasisitoshe na vitu kama hivyo kabisa. Hebu nipatie. Nitafanya mwenyewe. Hebu nipatie. Samahani, ni ajali tu. Sijafanya kwa kudhamiria. Hebu ona, kimfuko laini sana. Enda kanawe. Kule msalani. Pia najionaje yule mweo? Amenimwagia mchuzi usoni na mjinga. Mbuzi. Anajikuta nani? Kila mara anaingilia kazi zangu. Sijui ukoje.
Unacheka? Una maji jinsi yanavyotoka hapo. Yafunge basi. Bosi, naomba yafunge maji haraka. Yaani we, kwa sababu yako. जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इम्तिहान है, जुल्फों में तेरी आज कैसी हवा है, मौसम की साजिश है या इम्तिहान है, बुझ न बुझाए वो नशा है, रुके न रुकाए वो बला है। Hivi unafikiria nini? Kwa mimi ni msichana aina ile? Namaanisha umethubutu vipi lakini wewe? Samahani Bulbul. Samahani ya nini? Mimi sijui mimi sijui, nisamehe sana. Tulia basi. Bwana basi niguse. Nipishe. Kwa nataka kufanya kitu gani? Nilikuwa nafanya nini? Bwana siwezi kufanya hivi. Nawezaje sasa kusema na Pura buka ukaribu namna ile? Sina ule mvulana ambaye anabadilisha wanawake zake kila kukisha, na mimi pia. Hatimaye alikuwa ananitania. Nataka nikae mbali. Ndio. Bulbul, unastahili kuwa na kijana bora kuliko hata yeye. Yaani Panda. Nishike kama vile ulivyokuwa nami kwenye matatizo yote. Wewe na mimi tunatakiwa tuende kama hivi, na maisha itaendelea yakiwa vizuri. Tunaweza kwenda? Nataka kufunga ndoa na wewe. Umekubali kuolewa na mimi eh? Sijasema kama ukubali, ila natarajia utafikiria kuhusu hili, na kutoka moyoni mwangu natamani useme ndio. Sema umenikubali.